Basi swadakta kabisa mtazamaji wetu wa Igembe FM. Wakati kama huu karibu tena zaidi kwa mazungumzo yetu hapa moja kwa moja kutoka mjini Voi. Bila shaka pembezoni pale mwa kamera zetu naona hali gani ilivyo ndani ya mji wa Voi. Pilika pilika za hapa na pale zinaendelea kama kawaida. Lakini kwa sasa basi mtazamaji popote ulipo, basi ni wakati ambapo tumekutana na wewe tena hapa katika mazungumzo speciali zaidi ya siku hii ya leo, ambapo tunazungumzia swala la uzito sana, swala linalohusu zaidi masuala ya madini na ardhi katika kaunti ya Taita Taveta, haswa nikizungumzia wodi ya Sagala. Ni nini kinaendelea pale bila shaka, na ikiwa basi swala hili la madini tumelivunjilia njuga, basi ni nini haswa pale kinafanyika kule, na kama kuna uchimbaji wa madini unaendelea pale, ni kina nani haswa hawa wanafanya? Je, wanafanya katika ardhi ya umma ama wanafanya katika ardhi ya mtu binafsi? Na kama anafanya pia katika ardhi ya mtu binafsi, je, wako na vibali husika? Serikali inafahamu, serikali ya kaunti inafahamu, viongozi wa kaunti wanalijua hilo. Tukianzia katika wale wazee wa mtaa, uende hadi MCA pamoja na wale viongozi wengine ufike hadi kwa governor. Je, wanafahamu nini kinaendelea pale? Basi ndio maana tunataka tuweze kuyafahamu hayo, kwa sababu lipo jambo hapa, na ili tuweze kulifahamu zaidi inatubidi tuweze kukutana hapa na mmoja wa kazi ambaye pia vile vile ni mtu muhimu sana katika masuala ya udadisi ndani ya Sagala na hata nje ya Sagala. Karibu sana katika studio zetu. Utatumia kipaza sauti hiki, na basi ningependa kwanza waanze kujitambulisha alafu tuendelee. Bila shaka basi Bwana Gibran, ningependa uweze kutufahamisha kwa ufupi tu zaidi siku hii ya leo ukiwa umefika hapa. Kwanza unajiwakilisha wewe mwenyewe, 2, 3, 4 unawakilisha kina nani? Mimi nawakilisha Wasagala wote kwa hapa, na nikisema hivyo ni kuwa kuna kikundi ambacho ni CBO inaitwa Kishamba Community Improvement Organization, ndio ilianza mikakati hii ya kuweza kujaribu advocate kwa hizi mambo ambazo zinaendelea kuzungumzia kwa kina. Bila shaka fundi wangu wa mitambo ananiarifu pale kwamba sauti haipati. Sijui kama unapata hiyo sauti upande huo. Basi mtazamaji, tukiendelea na mazungumzo haya, samani kidogo katika itilafu ya upande wa pili wa sauti pale, lakini bila shaka kwa sasa niko na uhakika bila wasiwasi unatupata vizuri kwa njia iliyofaa upande huo wa kwako unapotutazama. Bila shaka kama tulivyokufahamisha, sisi tupo ndani ya mji wa Voi, katika jamii hii ya Sagala. Voi tunaita Ore, kwa hiyo sisi tuko Ore. Kwa hiyo kweli ni kwamba hapa tumelivalia njuga swala nzima la uchimbaji madini ndani ya Sagala. Bila shaka nikiangalia upande wa pili wa mitambo pale naona mambo yako sawa sawa. Kwa hiyo mtazamaji wetu, wacha twende sambamba moja kwa moja. Ningependa kupeana kipaza sauti hiki kwa kakangu ambaye niko naye hapa aweze kujitambulisha kwanza, alafu tuendelee bila shaka. Sawa, kwa majina nafahamika vizuri kama Gibran Nura Mwakai, na mimi ni Msagala na nimetoka sehemu ya Kishamba location, kijiji ni Kishamba pia. Bila shaka nilikuwa nimekuuliza swali moja pale, nikakufahamisha kwamba wewe ukifika hapa katika studio za Igembe FM na umesema unatokea Sagala eneo la Kishamba, labda sasa unajiwakilisha wewe mwenyewe hapa, 2, 3, 4 unawakilisha kina nani? Okay, vile mnavyoniona hapa nawakilisha wa Sagala, na pia kwa hili swala ambalo tunalileta la hiyo illegal mining activity imetokea sehemu ya Kishamba, ambaye ni location ambayo mimi natoka kule. Na nataka mfahamu ya kuwa ni kuwa
hayo maneno yakiendelea, watu wanachimba madini pale kwa sehemu ya community land. Kumekuwa na tetesi hapa na pale, lakini sasa community ya Kishamba haikuwa na sauti, haikuwa na voice ya kuweza watu ambao wanaweza kutoka na kujaribu kujieleza, hii kuna shida fulani na kuna watu wanafanya activities kama hivyo. Sasa ndio tuna kikundi ambacho kinaitwa Kishamba Community Improvement Organization, ambaye ni CBO registered. Kukawa na ile mazungumzo na tukaonelea sisi kama CBO ni mandate yetu ya kuweza kuprotect community, kusaidia community na kuweka haya mambo wazi ili tupate usaidizi. Bila shaka ni wakati mwafaka, kwa sababu kuna tetesi zimekuwa zikisikika pale katika maeneo fulani ya Sagala ambapo inahusishwa na uchimbaji madini, ambao jamii labda wamekuwa kijiuliza ni nini haswa kinaendelea pale na yaliyojiri pale ni yepi. Sasa ningependa kwanza tuweze kuzungumza kwanza kwa ufupi. Ningependa uweze kutufahamisha tunapozungumzia kuhusiana na uchimbaji madini Sagala, una ufahamu wa hili swala linaendelea haswa? Ningependa kutufahamisha kwa ujumla ni swala ambalo linaendelea na linafanyika wapi hasa Sagala? Swala hili linafanyika sehemu ya Mwambiti. Mwambiti ni area ambayo iko ndani ya Kishamba. Kishamba location ni sehemu ambayo kuna mlima kidogo, ndio hizo activities zinaendelea. Na basi swala hili lilikuwa linaendelea pale. Unajua ninapofahamu eneo la Mwambiti ni eneo la chini, nyanda za chini, lower zone, na kuna mlima pale ambao pia umeunganishwa na Kishamba juu. Ningependa tuweze kufafanua labda ni wapi haswa. Kwa sasa unajua vile kumekuwa na kuwa location mbili Sagala. Kuna Sagala location na Kishamba location. So sasa hii Mwambiti ni kama sub location ya Kishamba kule. So kuna hapo tu kidogo tu kuna mahali area zingine tu hapo karibu, kama wengi washajua kuna sehemu inaitwa Mwalembe, mlima karibu na hiyo eneo ndio activity kama hiyo inaendelea. Labda kwa udadisi wako wa juu hivi, unakisia labda shughuli hii ilianza wakati gani na mambo yapi yamekuwa yanafanyika pale? Okay, sisi jambo hili likija kwa kwetu tumeambiwa imekuwa ikiendelea. Hatukujua ni wakati gani haswa, kwa sababu hata vile hao watu waliingia ni kama hakuwa na public participation. Waliingia, kuna watu wamefahamishwa community hawa ni watu fulani, kama vile unajua local administration lazima ikuwe inaelewa na wenyeji pia watakuwa najua wanaelewa. Kwa hiyo hatupingi maendeleo, ni jambo nzuri, mambo ya mining ni jambo nzuri, lakini tulikuwa tunaona ni kwamba mikakati ambayo inaitakikana ya kisheria haikufuatwa. Kwa hivyo na kule mali popote ukienda kuingia ni wewe ni mgeni ama uko na activity yote, mpaka uweze kujulisha watu wa hiyo community uko pale kivipi, ni vizuri sana wafahamu. Na tena tukiangalia hii ni mambo ya mining. Mining iko na sheria zake. Kuna mambo zile zinaangaliwa kama environment assessment ilifanywa environment. Kwa pale ni watu wanaishi, kuna watu wako na mashamba yao pale karibu. Na pale kwa mining kuna kuwaga na vilipuzi. Je, walizingatia, huyo investor alizingatia safety, alizingatia safety ya wale watu na health, mambo ya afya ya wale watu? Akifanya hivyo, kitu ya kwanza kuwa na public participation. Hiyo ndo kitu ambayo sasa pia wananchi walikuwa nalalamika sana. Labda ni madini aina gani ambayo yamekuwa yanatafutwa pale? Tunaelewa kwamba sisi hapa Taita tunafuata ile inaitwa Mozambique Belt. Mozambique Belt huwa inatoa madini kama green garnet, na green garnet kuna variety. Hata savorite inapatikana. Kwa hivyo ni madini kama hayo. Kwa hiyo labda kuna swala hapa niliweza kuliuliza kuhusiana na ule muda ambao umekuwa labda ama umekuwa ukifuatilia
Labda umeweza kujua masuala haya yamefanyika kwa muda gani pale, yani uchimbaji madini huu katika eneo hilo la Sagala umefanyika kwa muda gani, na pia utupatie picha kamili, ni katika shamba la umma ama ni shamba la mtu binafsi? Hilo shamba ni community land. Ni community land. Kwa hiyo sio shamba ya mtu binafsi. Sio shamba ya mtu binafsi. Na ndio maana kumekuwa na nini na kelele. Community inapiga kelele. Yeah. Kwa hiyo ni swala ambalo limethibitishwa kwamba ile ni shamba ya mwananchi. Labda ni shamba ambayo imetengwa katika swala la forestry, mashule, ama hiyo shamba ni nini haswa kinafaa kuwa hapo? Unaelewa pale kweli mali kuko kuna kisheria ni mali ya unaona kuna zile shrines, kuna shrines zile sijui utazitaje kwa Kiswahili. Kuna maeneo matakatifu ya kitambo. Kuna shrines zetu pale ambazo zimekuwa zikilindwa tangu jadi. Hiyo ni kila mtu katika community, ama hata sheria zenyewe ziko kwa Kenya zinasema mambo mahali yako maeneo kama hayo ni haki ya community kulinda sehemu kama hizo. Ni culture yetu pale na ni heritage yetu. Kwa hivyo lazima tuzi protect. Sasa hiyo tukiona mtu ameingia amevamia pale bila ya sisi wenyewe kuelewa ameingia kivipi, tukiwa tunabeba akilini mwetu na pia tunafahamu ya kwamba kuna hizo culture, kuna hizo shrines hapo, lazima itakuwa ni kama uvamizi tu. Kwetu itakuwa ni kama uvamizi. Nina uhakika kabisa tangu waweze kufika hapo watu ambao wanahusika, community ama jamii imekuwa ikichukua hatua fulani. Labda kabla hili jambo lifikie hapa mali nimefikia, maana tutamuelezea mwananchi ni yepi ambayo yamejiri pale. Kabla lifikia mali imefikia, labda wananchi wenyewe kupitia mzee wa mtaa na watu pale wamekuwa wakifanya nini huo muda wote uchimbaji madini ukiendelea pale? Okay, sisi kama Kishamba Community Improvement Organization tuliweza kufanya uchunguzi wetu, ndo tukafikia mahali tunahitaji petition, kwa kuwa ni watu walikuwa naizungumzia chini chini kwa hofu. Manake unajua kitu kama ikifanyika na administration, vile tunasema local administration iko na tuna viongozi na hawasemi, tayari mwananchi huwa anaogopa. Naona vile siku hizi kuko akijaribu kugusia swala fulani anaweza potea, ama jambo lolote limfanyikie na asiweze kupata ulinzi kwa ile jambo anasema, especially kama whistleblowers hivi. Kwa hivyo ni kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, na wananchi kusema kweli walikuwa na uoga, kwa sababu wanaona ni kama na hata hivyo kitu ya nafaa kuwajulisha ni kuwa kuna ili jambo lilikuwa linagusiwa, na hata walikuwa wanajaribu kwenda mbele kuelezea viongozi kuhusu jambo hilo, lakini hakuna action ambayo ilikuwa inachukuliwa. Hakuna action ilikuwa inachukuliwa. Kwa hivyo tunaona kulikuwa na hiyo uoga, hawana sauti, wanasikia uoga ya kuweza kujitokeza na kusema kuna hili jambo linatendeka. So au kupata support kutoka kwa hiyo local administration ama viongozi kwa ujumla wa kutoka hapo. Ndio maana tukachukua jambo hili sisi kama organization, tulifuatilie na ikafikia sasa mahali sasa petition ifanyike ili tuzipeleke kwa idara husika ili tuweze kupata usaidizi kuhusu jambo hilo. Hakika mtazamaji, tunayozungumzia hapa ni kuhusiana na swala nzima la uchimbaji madini katika eneo la Sagala ama wadi ya Sagala. Madai ya kwamba kuna sehemu ambayo madini yamekuwa kichimbwa kwa kipindi fulani hivi, lakini kama basi wanahabari tulikuwa tunatafuta udadisi kuelewa, je, swala hili linatambulika kiserikali na viongozi wanalifahamu? Na kama walifahamu, basi mbona wananchi pale nyanjani wanasema hawalijui jambo hilo, na wamekuwa kitafuta njia za kuweza kuona vipi watafikia mkono wa sheria kuweza kufuatilia swala hilo. Sasa hapa kwenye studio zetu za Igembe FM hapa mjini Voi, bila shaka tuko na Gibran Nura ambaye kwa udadisi wake pamoja na kile kikundi cha jamii ama CBO, Community Based Organization, ambayo wapo nayo katika eneo hilo, wameweza kulivalia njuga swala hili na kuweza kulifikisha katika vyombo vya sheria kuweza kudadisiwa na kujulikana mbivu na mbichi. Sasa Gibran, tukirudi katika swala hili, unafahamu kabisa kwamba katika swala hili la uchimbaji madini kuna wizara husika ya mining
yupo waziri, na isitoshe pia wapo viongozi wengine, hata viongozi wa usalama na wapo machifu na mambo kama hayo. Je, labda unadhani wanaohusika pale walitangulia mbele pale na kuweza kujitambulisha kisheria, ama hali ikoje kwa sasa? Hali vile ilivyo, vile nasema, kulikuwa na hiyo kushuku kama action na ikuchukuliwa, basi pengine labda huyo investor anaweza kuwa ameshirikiana na hao wenyewe viongozi pengine. Sasa pengine ndio hakuna justice, hakuna haki ambayo ilikuwa imepatikana hapo. Basi sasa ndio tukaonelea twende tufuate mikakati polepole na sheria. Kuna hii inaitwa petition. Basi petition, hii jambo nasema petition ni barua tu, ni ombi. Tutatuma vile unasema idara. Kuna hiyo ya mining, kuna kama ofisi ya CS wa mining ambaye tunajua ni Joho, Nairobi. Kuna ofisi kama ya NEMA, manake NEMA ndio wako na mandate ya kufanya environmental assessment. Yeah, ambayo hiyo ni muhimu sana kabla activity kama ile ianze kuanza kufanya kazi. Alafu pia kuna la muhimu sana pia ni kama county government, upande wa county assembly, the clerk kule. So ni tulitumia mikakati kama hizo. So hiyo barua kulikuwa na tulituma wakati kila signatures wananchi waliweka signatures zao. Tukiangalia hapa wamefika, hiyo ilikuwa signatures karibu ya watu 90. Hizo ni signatures za wananchi. Hizo ni signatures za wananchi. Ama vile mnaona hapa, hizo ni signatures, na hiyo ndio petition. Inakaa hapo, ina pages kadhaa ikielezea polepole kulingana na masuala ambayo hapo. So ndio ikafikia hapa. So hii ndio wananchi wote walikuwa, ukiona signatures ya idadi ya namba kama watu kama hawa, kweli hili jambo ni jambo kweli linafaa kuchunguzwa sana. So hata sisi wenyewe kama kikundi tulikuwa tuko surprise sana, na hata bado kuna wengine bado walikuwa assign, lakini hizo zikatosha. Tuliona zimetosha, na ikabidi hizi barua tuzitume kwa njia ya email. Kwa hivyo tulizituma hata kwa county assembly tulituma, na hiyo ilikuweko tarehe ambayo tulituma hiyo petition, ilikuweko mwezi wa February tarehe 20 2025 ndio tulituma hizo petition katika hizo idara husika. Na idara husika, nikisema idara husika, kuna nitawaelezea hapa. Kuna hiyo tumesema namba moja ilikuwa ni the clerk, Taita Taveta County Assembly. Copy nyingine ilienda kwa the county commissioner, Taita Taveta County. Ingine ikaenda kwa the National Environmental Management Authority ambayo ndo NEMA, Taita Taveta office, na cabinet secretary, Ministry of Mining, na zote zilifika. Alafu kutoka hapo tulikuwa tunangojea majibu. Tulikuwa tunangojea majibu kutoka kwao, na tuliweza kupata jibu kupitia secretariat ya county assembly. Hiyo ilikuwa ni ilikuwa mwezi wa April tarehe 9 2025, na hata tulishangaa kwa sababu tulivyotuma hawa county assembly wanasema kuwa hiyo petition haikumit threshold. Sasa hapo ndo tunashindwa, kama haikumit threshold basi ilikuwa kwa vipi mpaka waliweza kufuata community. Hivi karibuni hivi kama wiki moja hivi iliyopita walikuwa kule kwa ground pamoja na viongozi wetu pamoja na NEMA wakigusia hili swala. Sasa
ilikuwa vipi, na tunajua kuwa walituambia haikumit threshold. Basi tunashindwa walizungumzia vipi. Kwetu hatuoni kama tunafurahi kwa sababu tayari tunaona tumeweza kuweka county assembly ama uongozi wetu on toes. Bila shaka tunavyofikia hapo sasa katika county assembly, unajua tuzungumzia county assembly tunazungumzia pia MCA, na to be specific hapa tunazungumzia kuhusu MCA wa Sagala Ward. Labda hii petition ilipofika pale ikasemekana kwamba labda haijamit ile threshold ama haijafikia vile vigezo vya kuweza kuchukuliwa hatua za kuzungumziwa bungeni, ukasema kwamba muda si mrefu ilibainika kwamba baadhi ya wale MCAs waliweza kufika katika jamii na kuwazungumzia, sivyo? Sasa labda swali lililoko hapa ni kwa nini wakafika pale na wakasema kwamba haikuweza kumit threshold? Unajua hakuna mtu ambaye ako juu ya sheria. Hakuna mtu wote, sheria ni sheria. Hata sisi kama CBO sheria inatulinda sisi. Kwa hivyo tunaweza kusema ni kuzembea pia kwa kazi. Kwa sababu jambo kama hilo linafanyika na nyinyi mko pale kama viongozi, tayari inaonyesha ni kama kulikuwa na uzembe fulani. Na kama wananchi wako wanalia na unachukua muda kuangalia hiyo kilio, kwa nini? Kwa hivyo sisi kwetu tunaona hiyo kutokea kwake MCA kufuatana na NEMA, ambayo sasa hata wakija pale NEMA wenyewe kwanza, hata sisi kama watu wa community ya Kishamba tunahitaji kuwa na hiyo report. Manake bado hatujapata report. Walikuja na tunahitaji hiyo report. Tujue hiyo report inasema nini. Report inasema nini. Kwa hivyo si ati jambo hili sasa ligeuzwe la kisiasa. Hatutaki ligeuke la kisiasa. Ati sasa ikuwe ni kama kutafuta political mileage na jambo kama hili. Kwa sababu kumbuka hii shida imekweko hapo. Hata sisi ni kwa sababu ya kulalamika wananchi, sisi tukaonelea we take it up. Kwa hivyo kama sisi kusukuma na hii barua kupatikana, hii petition kuonekana katika kule katika ofisi zao kule, pengine kati yao kule ofisini walijadiliana na wakasema ili ni jambo sana linahitaji kufuatiliwa, si jambo la hivi hivi. Bila shaka waliweza kupata ule uzito wenyewe wa jambo. Labda sasa nikuulize tu swali, wakati walikuja pale wale viongozi wa county, labda unahisi ama kwa udadisi wako ni nini haswa waliweza kuambia wananchi? Je, wanaenda kulikalia bungeni ama wanachukua hatua gani? Sasa ili jambo kutoka pale ilikuwa umekuja na NEMA. NEMA wenyewe walisema kwamba mwekezaji huyo investor hakufuata mikakati yote. Hakufuata criteria. Manake ukiangalia kama licensing, mining pale iko na licensing. Kitu kabisa mbaya sana ni ile pia hawakuweza kufanya hata ile public awareness ya nini inaendelea kule. Jambo kama hilo la mining linafanyika pale. Kwa hivyo ni jambo lilikuwa linafanywa kama siri, na hata kama lilikuwa linajulikana, basi inajulikana kwa wale wenye wachache ambao sasa hawakutaka jambo hilo labda lijulikane kwa manufaa yao wenyewe, interest zao wenyewe. Kwa hivyo sasa tunaona hapa hapana, hii si mambo ya kuserve interest ya mtu moja. Interest ya community lazima ikuje namba moja. So as it is right now, wakati tunaendelea labda kusonga mbele na mazungumzo yetu, tukiendelea kumaliza pia, what is the situation? Kwa sababu labda tunatarajia uchimbaji madini pale ulisimama, na kama ulisimama labda muliambiwa msubiri nini? Tunataka tujue what is the situation right now. So kuendelea, hata bado ndo nilikuwa sijamalizia kujibu hilo swali vikamilifu, ni kuwa kumbuka wametuambia that kuwa kuna format yao wanatumia kule. So ni kama tulikuwa tumeelezewa ya kwamba tufanye nini, tu review ile petition ambayo mmeiona ni pages kadhaa na ni kazi kubwa sana, tena tuirudie kwa format yao. So ile mimi nashangaa ni kwa sababu wao wakitable, wao ndo wanajua vile watatable. Sisi tushawasilisha, kwa hivyo ilikuwa ni jukumu lao kutable. Kwa hivyo saizi kama wali discuss kwa hiyo assembly ndio
inayofuata sasa imefungwa, tunangojea pengine sitting nyingine, lakini kabla hiyo sitting nyingine ifanywe kwa county assembly tutakuwa tushamaliza hii. Sisi ni watu ambao we are law abiding citizens, na hiyo ni ofisi yetu, tunaipenda sana, tunashukuru sana walitupatia feedback. So vile vile watatarajia ile ambayo wanaitaka, kwa sababu hii ambayo umesema na format ile wanaitaka, lakini sasa naona ni kuwa hata hii ikija tayari ni kuwa already washaanza kutake action. Kwa hivyo kumaanisha hii petition ilikuwa imefuata mwelekeo yote. Kwa hivyo si ati haikuwa na threshold, ilikuwa na nguvu sana. Kitu ambayo ina threshold tayari imeonyesha iko na threshold. Kwa hivyo hiyo mambo mengine, hiyo pengine ni siasa, lakini kama wanaweza kuja kwa ground kumaanisha hii walidiscuss na wakaona imefuata nini criteria sawa. Maana swali linabaki pale kwamba wananchi wanafikisha swala nzima petition pale bungeni, labda swala liweze kuzungumzwa, alafu panatokea tu hali kwamba inasemekana haijamit threshold, alafu tena viongozi hao wanaonekana kulifuatilia swala hilo. Kwa hiyo kwa mwananchi ni swala ambalo linabaki na maswali pale. Bila shaka mtazamaji, mazungumzo hayo unayapata moja kwa moja hapa kwenye Igembe FM pekee, ambapo tunazungumzia swala nzima la uchimbaji madini Sagala. Na kwa kweli basi ni mengi tumeyasikia, na ina maana kwamba viongozi wanapaswa kuweza kulishughulikia swala hili. Jamii mnapaswa kuweza kuwasha macho yenu ama kuweza kufungua macho na muweze kufuatilia kuona jinsi gani swala hili basi litaweza kuvaliwa njuga vilivyo ama kufuatiliwa vilivyo. Maana mwisho wa siku basi ili jamii iwe bora ni lazima kila kitu kiwekwe wazi, na swala la madini ni swala la pesa nyingi. Kwa hiyo kama mtu mmoja anakuwa na faidi na jamii inarudi pale chini ama haifaidi kwa njia yoyote ile, inakuwa ni swala ambalo linapaswa kufuatiliwa sana. Yapo mengi ya kuweza kuzungumziana na swala hilo, manake kwa wale ambao wamekuwa kufuatilia ile swala, ni swala ambalo kwa kweli limeleta utatanishi fulani. Na kwa kweli labda mengine hafai kuzungumziwa kwa sababu yapo katika vyombo vya usalama na katika uchunguzi, ndio maana unapata labda hatujaweza kuyataja hapa, na ile hali wewe mwenyewe unakuwa unajua mtazamaji. Labda Gibran, tukiendelea kumalizia mazungumzo haya, ningependa utufahamishe chochote ambacho labda unahisi hatuja kugusia na ungependa basi mtazamaji utatuia radhi, mazungumzo haya tunayafanya njiani, kwa hiyo usiwe na shaka. Ningependa uweze kutufahamisha labda katika swala hili ni kipi ambacho unahisi hatuja kukizungumzia na ungependa tuweze kukizungumzia moja kwa moja? Naam. Kitu ambacho tujakizungumzia ni kuwa sisi kama jamii ama community ya Sagala tusizoe kukaa tungoje mambo tu inaenda kuharibika, na ilhali tuko na njia nyingi sana ya kuweza kujitetea. Kitu ya kwanza ningependa, unajua kuna ile njia ya kujaribu kugawanya wananchi, na hiyo mgawanyiko, hiyo vile wananchi wanagawanywa ndio hatuwezi shikana. Kama ni jambo tushikane kwa pamoja. Hata hivi swala la land hata Sagala halifai kusumbua mtu wote, kwa sababu kwanza in fact I think kwa katika county hii Sagala ndio tuko na ile land trust deed ambayo kama ni masuala yote ya land injustices, unaona, ya kuprotect resources inaweza. Kwa mfano kuna kama Sagala location already ushasikia kuna zile community land management committees. Kishamba hiyo haina hiyo land management committees, lakini licha ya hayo tunafaa kushikana pamoja, ili ikiwa ni swala yote inagusa ni mipaka, ni nini, ni resources ambazo ziko ndani ya Sagala, kama tungeliweza kukaa na tushikane ili tuweze kujitetea kupitia Sagala Land Owners Trust pia. Hiyo ni trust deed. Ni trust deed ambayo nitaonyesha hapa iko very active. Sioni ya kwamba ati tunafaa tupate sisi shida ikija ni maswala ya land, na nitaonyesha what is a trust deed ambayo ina nguvu sana. Trust deed pia it's a government organ. Na hii ndio trust deed. Hii ni trust deed original ya Sagala. Hii ni trust deed original ya Sagala. Kwa hivyo sioni ati maswala ya land inafaa kutusumbua.
Maanake ukiangalia hapa ni hii kabisa ni, mkiangalia hapo kabisa trust deed vile inakaa, it's a valid trust deed kupitia sahihi pia ya Minister for Lands wakati huo. Yeah. So sisi Wasagala tunafaa tushikane sana. Mambo ya kutenganishwa na mambo za kisiasa, hizo ndo zinasababisha tusione hata mali shida iko, ama tuone jambo ni la kawaida na si la kawaida. Kwa hivyo hiyo kitu mimi najaribu we ni Msagala, umetoka location ya Kishamba, umetoka Sagala, tuwe ni watu wa kushikana. Na basi tukiwa ni watu wa kushikana, hata tutakuwa tumekomaa, hata kama ni siasa tutakuwa tumekomaa. Kwa hivyo sasa tukiona kuna shida kama hizi, already hata watu wataona pia hata watu pia kisiasa hawajakomaa, wenyewe bado unaona they are not united. So kama tuko na document kama hii, unaangalia cap hapo ni cap 164. This is a very very strong document. Ikishikana, unaona tukishikana, hii ni CBO. Na hii nime highlight kwa sababu kitu kama hii imefichwa sana. Tukijaribu kufanya uhamasisho tuseme mpaka zetu zinavamiwa ama nini yote, resources zetu zinavamiwa, watu hawataki, kuna watu wanazuia watu wasiweze kushikana, ili hii ni kitu strong sana. Kwa hivyo Wasagala naomba tushikane, na shida zingine hazitakuwa shida, tutazitatua kwa urahisi sana. Bila shaka swala la ardhi ni swala nyeti na ni swala ambalo linapaswa kufanyiwa kazi Sagala. Ikianzia swala nzima la community lands, tunajua ni nini kilichoko pale, na sio kwamba Sagala peke yake bali Taita Taveta, swala nzima la mzozo wa ardhi ni swala ambalo linapaswa kuweza kuzingatiwa sana. Na inapofikia basi ni uchimbaji wa madini na ni katika shamba la jamii, basi ni lazima mikakati husika iweze kuwekwa. Na ikiwa hata ni kwa shamba la mtu binafsi, ni lazima serikali ifahamu na idara husika basi ama ziweze kuchukua hatua. Naona pale kuna hili swali lilikuwa limeulizwa pale, hayo madini yanachimbwa Sagala saidi gani? Nafikiri tulikuwa tumejibu hili swala, tukaelezea kwamba ni maeneo ya Mwambiti pale. Sasa tukimaliza mwisho kabisa, ningependa uweze kutoa wito wako kwa jamii na pia vile vile kwa viongozi na viongozi ambao wamepigiwa kura na mwananchi kuweza kumwakilisha pale. Ungewaambia nini, alafu pia na wananchi ungewaambia nini? Sana kwanza hii inaenda kwa viongozi. Mkiangalia sana kama hii ni kikundi, kuna vikundi nyingi sana. Na I think hii ni jambo ambalo nitaligusia, tunapata shida saizi, manake ofisi ya registrar ya vikundi. Naomba hili jambo kama viongozi mlifuatilie. Hatuna registrar. So watu watarenew, vikundi zitarenew aje certificate zao ama kama groups zile zinataka kujisajili, mbona waende kwingine? Na tuna ofisi hapa Voi ya social services ambazo iko na majukumu kama hiyo. Ni nini imeshindikana? So ningeomba sana kama MCA Mr. Bryson Mwambi aweze kushikana na MP Chome, wafuatilie hili jambo ili hii ofisi ipate registrar, ili vikundi watu wanataka kuendelea. Sasa hiyo isipofanyika inakuwa ngumu kwetu. Then kitu kingine, hiyo tumemaliza kwa viongozi, tunakuja kwa jamii kama community pia msiweze kutenganishwa kwa misingi za kisiasa. Hiyo itatutesa sana, na tusiwe watu wa kuogopa. Manake uoga, ukiuziwa uoga ndio shida kubwa. Tusiwe watu wa kuuziwa uoga, kwa sababu vile unavyoona sisi ni wanaharakati, na hata watu wengi sana nchi hii wana celebrate kwa sababu ya watu kujitolea, mimi wengine. Tusiuziwe uoga na mtu wote, wananchi, kwa sababu sisi ni watu tunajua rights, na kama hujui rights tuko tayari kuja kwa grounds tukueleze rights zako ni gani. Bila shaka jamii inahitaji kuweza kuelimishwa
Mtazamaji, ni swala ambalo tumekuwa tunalizungumzia hapa, swala la uchimbaji madini Sagala, na nipo na mwanaharakati na pia mdadisi wa masuala mengi sana Sagala, anaitwa Bwana Gibran. Bwana Gibran, naona mazungumzo yetu yanafikia kikomo hapa, lakini kuna swali moja umeacha kwa mwananchi. Kuna mwananchi anajiuliza, Gibran anafahamu mambo mengi sana, anafahamu vitu vingi, labda wangependa kujua, kuna wale wanahisi masuala ya kisheria unayajua na mambo mengi tu. What is your experience for this? Ama umeyajuaje haya, ama ni nini haswa unajihusisha nacho? Yule anajiuliza kwa nini unajua sana. Unajua kitu moja, hakuna mtu ambaye amekuja kwa ulimwengu anajua kila kitu. Sawa? Kwa hiyo ulimwengu ukitaka wewe ukiwa ni mtu unataka kufahamu mambo, uwe ni mtu wa kujiunga na mimi mambo mengi pia. Kuna yale ambayo nafanya na passion yangu. Sijasukumwa na mtu, hakuna ati nimeshikwa mkono na mtu fulani ama na nini. Ndio maana ninasema hii Kishamba Community Improvement Organization ina record kuanzia 2016 I'm the na kuna wenzangu pia ambao tulianzisha, na unaona matunda yake. So kuna ile ya kwamba ni shida ile imetokea, tukiona shida mambo mengine ile kusema najibu hiyo swali kwa nini najua mingi. Wajua utajua mingi kwa sababu ya shida ile imekufanya. Wazungu wanasema necessity is the mother of invention. Yes. So ile shida inatokea lazima tutatue. Usiseme tu kuna shida na una solution. So katika ile solution finding, ndio unaweza kupata umejiingiza kwa kujua mambo mengi. Unajiunga kama na CSOs, unajua vikundi vingine vinaoperate aje, kuna hizi seminars, umeona. So kuna ingine ni passion yangu, na kuna ingine inaenda ukiingia training. Na ndio maana tunafikia mahali tuko ready, and anytime tuko ready pia kutrain wengine. Kwa hivyo ndio nimesema masuala kama ni ya sheria, kama ni ya nini, sisi tuko huru kabisa. Mimi niko huru, wenzangu wako huru kuja kwa ground na kuweza enlighten community. Kwa hivyo nafikiri nimejibu sawa. Bila shaka umelijibu vizuri. Nilichokipata ni kwamba kupitia experience yako ya kuhandle masuala ya jamii ndio umepata ukifanya research na kuyajua mambo mengi zaidi. Kwa hiyo mtazamaji, basi sasa hivi nikiangalia katika tarakilishi yangu hapa ni saa 1:31 majira yetu ya Afrika Mashariki. Mazungumzo haya yalianza pale muda wa saa 1 kasoro. Kwa hiyo kwa sasa msikilizaji, hatuna budi kulikunja jamvi, maana tumemla ng'ombe mzima na kwa sasa ni mkia tu. Lakini kuna uhakika kabisa swala hili la uchimbaji madini Sagala litaweza kuchukuliwa hatua ambazo zinafaa. Iwapo yule ambaye anafanya kazi ile labda anafanya kisheria, basi sisi hatuna budi kutatiza shughuli hiyo. Ama wananchi hawana budi kutatiza shughuli hiyo. Ila kikubwa zaidi ni sheria za nchi ziweze kufuatwa, na pia vile vile mwananchi aweze kulindwa, kwa sababu pale labda huenda kawa kuna zile kelele za baruti za upasuaji mawe na vile vile vifaa vya zana kali ambazo labda huenda kawa zinatatiza usingizi ama mchana, vitu kama hivyo. Ama umezungumzia swala nzima la mazingira na kuna ni mambo, yani ukiangalia kuna mambo mengi sana ndani ikija kwa uchimbaji wa madini ambazo zinafaa ziwe zimezingatiwa. Kuna pia hiyo mambo kama uko kwa ile area, kuna wale wenye kwa mining area hawafai kuwa pale karibu. So kumbuka kuna zile zinaitwa nini? No. Zinaitwa royalties. Royalty ama compensation, let's say. Kitu kama hiyo watu unajua ikifanyika lazima kuwe na mikakati, lakini kitu ya kwanza ni kabla kitu yoyote ama mining ikifanywa, hata ukiingia kwa sheria hii ni constitution. Kitu ya kwanza pia nimesahau kusema kwanza, tuna hii katiba. Sisi hiyo ni katiba ya nchi. Hii ni katiba ya nchi. This is the constitution of Kenya. Constitution of Kenya. So Constitution of Kenya 2010. Constitution of Kenya 2010. Vile mnavyoona hapa.
watu wengi sana wanasikiaga tu sheria. Hata mkisema ati mambo mengi najua ya sheria, ni kuwa nimepitia nini, ilitolewa katiba, haikutolewa mtu aiweke hata kwa internet. Kama una hii copy as a hard copy, kwa utandao ukiingia you can just download the copy, kwa sababu hiyo iko wazi, mtu aweze kujua sheria inasemaje. Kwa hivyo kitu kingine ningeimiza ni wananchi sana wawe na wajaribu kuangalia, na kama wale wajui kupitia katiba waulize, ama watakuja wafundishwe. Kitu kingine ni ile kupitia act kama za hii Land Act 2016. Watu pia wakue na ile culture ya kutaka kujua kusoma, ndio utajua haki zako. Kama pia kuna ingine inaitwa Mining Act 2016. Hizi vitu havijatolewa tu kwa wanasheria tu wajisomee, zimetolewa sisi ili tuweze kujua, na hapo ndo unajua haki zako, kwa sababu wewe kama hujui haki zako basi utafinyiliwa. Utafinyiliwa. Bila shaka mimi nafurahi kuona swala nzima la wewe kuyafahamu mengi zaidi katika nchi na vile vile katika masuala haya ya sheria. Basi mimi ningependa tu kukupongeza zaidi katika swala hili na yale ambayo umeweza kuyazungumza, ila niseme tu kwamba kwa sasa tutafikia kikomo, lakini niko na uhakika kabisa tutazidi kuzungumza zaidi na kufahamu ni yepi ambaye anakuwa anajiri pale. Nina uhakika kabisa jamii inasubiri kuona ni hatua gani zitachukuliwa, na basi zikichukuliwa, je, baadaye hatima itajulikana vipi. Ila kwa sasa basi mimi niseme tu kwamba nakutakia kila laheri pale katika CBO. Basi mtazidi kutufahamisha mengi ambayo mmekuwa labda mnayazungumza. Ila kwa sasa mtazamaji wetu, mimi sina budi kulikunja jamvi la mazungumzo haya. Basi kwa sasa nitakurudisha upande wa pili pale studio, na ama kuna jambo muhimu sana nisisahau kwamba ninashukuru sana Igembe FM kwa kutupatia fursa hii ya kuweza kuhamasisha community. Nashukuru sana pia kwa mwaliko wako. Nashukuru sana Igembe FM. Inafanya kazi bora sana, na ninataka iendelee hivyo. Hii ndio radio yenyewe sasa tunategemea kwa haya maswala mengi sana. Kwa hivyo ninapongeza sana, mnafanya bidii, nimekuwa nikifuatilia, na ndio maana ninaiamini sana Igembe FM. Kazi bora sana mnafanya. Na mimi pia nikupongeze katika kujitolea kwako kuitumikia jamii na kufuatilia zaidi masuala ya jamii. Basi mtazamaji, na kurudisha studio, basi fundi wetu wa mitambo atakuwa anatuunganisha moja kwa moja pale studio.